Yesu Kristo. Baba, tunajua wakati wa neno hizi mili umetupea zinakuwa dhaifu, tunatekwa nyara Baba mbinguni na hali ya kuchanganyikiwa na usingizi, lakini kwa mamlaka ya damu ya Yesu Baba, leo tumekataa kuchanganyikiwa, tunakataa roho ya usingizi, tunakataa maroho ya mshale, tunakataa maroho ya kutuongelesha. Tunaposikia neno lako Jehova, kila hila na ujanja wa ibilisi upate kushindwa katika jina la Yesu. Safisha anga ya kanisa, safisha anga hili Bwana. Mnenaji wako Baba mbinguni, ninamweka mikononi mwako Jehova, tukamtumie kama karamu ya mwandishi, tukamtumie Baba kama chombo ya kunena, tukamtumie Baba kwa mapenzi yako, na sifa na utukufu ziturudie. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Sema amen. Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi. Tunapokaribisha Pastor Peter kwa jina la Yesu. Hamshangilie. Celebrate. Mazuri bila kinyongo. Amen, amen. Tumeenda vizuri. Hakika Mungu ni mwaminifu. Na wewe ambaye umekuja siku ya leo, jipigie makofi mazuri. Unapoketi shika wenzako mkono, waambie na sasa tukastarehe. Sijaona mtu ameshika mtu mkono. Hatuna upendo kwani? Tuko na upendo. Ni vyema kukaa na upendo, lakini ninajua labda watu hawakuelewa, hawakushika hiyo, lakini ni kuzuri. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya siku ya leo ninayo furaha kwa ajili ya neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina ni Pastor Peter, kwa wale ambao hawanijui. Amen. Kwa ajili ya wageni, na Mungu na Yesu na Roho Mtakatifu sisi ni marafiki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana ameniokoa na amenihifadhi. Amen. Mimi ndiye aliyeniita. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua safari hii ya mbinguni mtu anaendaga peke yake kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninaposema mimi ndiye Mungu ameniita, maana Yesu alituonyesha ya kwamba kila mtu abebe msalaba wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukitaka kumfuata ubebe msalaba wako. Bwana Yesu asifiwe. And be ready to follow Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana kuna mtu alimuomba aende akazike mtu hao aliyekuwa ameaga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Yesu akamwambia wacha wafu wazike wafu wao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alitaka kumuonyesha gharama ya kufuata Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Alitaka kumuonyesha thamani ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo thamani ya wokovu ni kitu cha maana. Bwana Yesu asifiwe. Ukithamini wokovu wako hautashindwa. Ukithamini wokovu wako utatembea kwa utakatifu. Ukithamini wokovu wako, Bwana Yesu asifiwe. Tokimuka ndio vionekele ukubwa. Bwana Yesu asifiwe. Hautabebwa na mawingu unapo yumba. Bwana Yesu asifiwe. Wewe utasimama, utabaki ukiwa umesimama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri ukae ukijua wokovu ni wako, sio wetu. Wokovu sio wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Wokovu sio wa mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Utolewe nyitereye. Bwana Yesu asifiwe. Ateni hoye hitaga pastor wito ni ahonokire. Reverend ni ahonokire. Na tondo ni ataga Ngai akaigua na ni wega. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kumbuka kubeba msalaba wako. Bwana Yesu asifiwe. Usikae kama umejishikilia tu na wewe mwenyewe haujielewi. Ni vizuri na ni vyema kujielewa. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo ndivyo utakavyopelekana na Mungu wako kwa njia iliyo sawa. Ukimuita anakusikiliza. Ukiombewa pia anasikia. Bwana Yesu asifiwe. Unajua usipokuwa
mwaminifu mbele zake, hata ukiopewa wakati mwingine itakuwa gumu. Maana tunaambiago hapa na wareverend, kuna malaika kusimama mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wanaenda wanasema huyu mtendee, maana tuko na nini? Tuko na fidia yake. Bwana Yesu asifiwe. Kama hakuna kitu, malaika wanaona ndani yako, watu watakatifu wakikuja kwako, hebu ndo wajengia tere iniwe hege alaika agai. Unajua malaika wa Mungu mara nyingine wanakosaga kutubariki, lakini sikemei wale, ama sisemi ni vibaya ama ni vizuri kuvaa robi kwa wanadada. Bwana Yesu asifiwe. Akasema mara nyingine malaika wanatumwa wakapeleke baraka za bwanadada. Bwana Yesu asifiwe. Wanapofika kwake wanapata mtu amevaa robi. Bwana Yesu asifiwe. Wanarudi na baraka. Bwana Yesu asifiwe. Wanapata huyu ulitutuma kwa mwanadada, mbona tumepata mwanaume? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ndipo nimesema ni vizuri wewe mwenyewe ujichunge kwa mienendo yako. Ndio malaika akija kwako asirudi na baraka zako. Bwana Yesu asifiwe. Ukae na mienendo iliyo sawa. Bwana Yesu asifiwe. Malaika akifika kwako asishindwe kama ndiye amekosea ama Mungu mahali alimtuma sio hapo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kutoka siku hiyo kumbe nikagundua it is from within me. Bwana Yesu asifiwe. It is from within me and myself. Itasimama kulingana na neno. Pia Bwana Yesu makofi mazuri. Ni mzuri kabla hatujaingia kwa neno. Pia wenzako nikokoragwo na appetizer. Ndio awadi ya 5-star hotel. Na mutikajorie ndathie tereko. Msiniulize ile niliwahi kufika, lakini unajua. Bwana Yesu asifiwe. Unapofika hapo nduguyaga weteriko safasi hauna mareke. Bwana Yesu asifiwe. Unaletewa kakitu, unaletewa kasupu, unaletewa nini tu sausage hapo, unatayarishwa. Ndio sasa unaletewa menu na make your order. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ndio tumefanya. Tumeletewa appetizer, now we are making the order. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tengeneza order yako, Mungu alete chenye unahitaji katika jina la Yesu. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Maana ni mwaminifu na ni mtakatifu na anatupenda sisi wote. Nashukuru Mungu kwa ajili ya hii nafasi ambayo nimepata kuja kuleta neno lake, na ninajua Mungu atatukuzwa. Pia nichukue hii nafasi nishukuru baba yangu Reverend Samuel. Mungu wa uzima akubariki sana kwa hii nafasi, azidi kukuinua. Pia wachungaji wenzangu, Mungu awabariki sana. Na wewe ambaye ulikuja siku ya leo, siujipigie makofi. Wewe uliyekuja mapema, wewe wako la kibosho, hatie mundu wako la kibosho. Ni kule mundu wako la kibosho, wewe mmoja nyingine getindire na itatu nani. Bwana Yesu asifiwe. Hapo unakujaga saa 4 utakuwa unapoteza. Bwana Yesu asifiwe. Leo nimeona inaisha na 9:30. Bwana Yesu asifiwe. Wale walikuja mapema, ninajua malaika alipiga picha na akapeleka fidia mbele za Mungu. Ngojea baraka yako. Jesus name. Bila kupoteza muda, nataka tuingie kwa neno. Fungua kitabu cha Mwanzo ni 19. Tutasoma vitabu mara 3 kwa haraka ndio tuweze kuokoa masaa. Mwanzo 19 andika 12 to 17. Tutaruka tusome 22 to 26. Hiyo 19. Kisha tusome Luke chapter 1 5 to 13.
hiyo tu Luka 1 tusome 18 na hadi 22, kisha tutamalizia na Mwanzo 15 1 hadi 7. Tuanze soma hiyo Mwanzo 19. Mwanzo 19. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ujumbe wa siku ya leo ni kwamba never repudiate ama never despise ujumbe wowote. Usiwahi dharau kana wokuwa na ohodho. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe wowote ambao Mungu amepeana uletewe. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi ni nani ameleta. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi ni malaika, haijalishi ametumia mgaji, haijalishi yeye mwenyewe amekunenea. Bwana Yesu asifiwe. Maana Mungu hunena kwa njia nyingi. Bwana Yesu asifiwe. So never repudiate or despise the word that has come from God. Na tusome. Wale watu wawili wakamwambia Loti, je, kuna mtu mwingine hapa pengine wana wa binti wachumba wa binti zako au watu wengine wa jamaa yako wanaoishi mjini humu, watoe mahali hapa haraka, kwa maana kilichomfikia Mwenyezi Mungu dhidi ya wakazi wa hapa ni kikubwa mno, naye ametutuma tuje kuangamiza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa ni wakati Mungu ndio tuelewe hapo juu ni watu gani hao. Ilikuwa ni malaika ambao Mungu alikuwa amewatuma wakaweze kuishambulia Sodoma. Bwana Yesu asifiwe. Na Gomora, wakati kulikuwa na maovu makubwa. Kwa hivyo kuna malaika wawili, na ndio hao watu wawili ambao Mungu alikuwa amewatuma wakaangamize ule mji. Ndio hao. Endelea. Basi Loti akawaendea wachumba wa binti zake akawaambia, haraka tokeni mahali hapa, maana Mwenyezi Mungu atatuangamiza mji huu. Ndio. Lakini wao wakamwona kama mtu mcheshi tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakamwona kama mtu mcheshi tu. Kwa hivyo tayari wamedharau ule ujumbe. Walikuwa ni utani. Amen. Kulipokucha, malaika wakamhimiza Loti wakisema, ndio, amka mchukue mkeo na hao binti zako wawili, msije mkaangamia wakati mji huu unapoadhibiwa. Ndio. Loti akawa anasitasita, lakini kwa vile Mwenyezi Mungu alivyomhurumia Loti, wale malaika wakamshika yeye, mkewe na binti zake wawili, wakamtoa nje ya mji. Walipowatoa nje ya mji, malaika mmoja au akawaambia, kimbieni kwa usalama wenu, msiangalie nyuma wala kusimama popote bondeni, kimbilieni mlimani, msije ukaangamia. Harakisha, kimbilia huko. Huyo hao wanamwambia Loti, harakisha, kimbilia huko. Ndio. Alijiomba, kuna mji aliomba aende huko. Ili wakati Sodoma na Gomora inapoangamizwa, aliwaomba aweze kukimbilia mahali hapo. Ndio hapo tumeruka. Nami sitafanya lolote mpaka utakapowasili huko. Hivyo mji huo ukaitwa Sobari. Ndio. Okay. Jua lilikuwa limekwisha chomoza wakati Loti alipowasili mjini Soari. Ndipo Mwenyezi Mungu akateremsha moto mkali wa kiberiti kutoka mbinguni juu ya Sodoma na Gomora. 25. Akaiangamiza mji hiyo wote, wakazi wote, watu wote na mimea yote katika nchi hiyo. Lakini mkewe Loti alikuwa nyuma ya Loti, akatazama nyuma, akageuka nguzo ya chumvi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo 26, lakini mke wa Loti akatazama nyuma, hivyo akawa nguzo ya chumvi. Walikuwa wameambiwa wasiangalie nyuma, lakini yeye amechukulia kwa utani, amechukulia kwa urahisi, amepata kuangalia nyuma. Soma Luka 1:5 mpaka 13. Ndio.
Wacha tusome. Wakati Herode alipokuwa mfalme wa Yudea, kulikuwa na kuhani mmoja jina lake Zakaria, wa kikundi cha ukuhani cha Abia. Mke wake alikuwa anaitwa Elizabeti, naye alikuwa wa ukoo wa kuhani Aroni. Wote wawili walikuwa wanyofu mbele ya Mungu, wakiishi kwa kufuata amri na maagizo yote ya Bwana bila lawama. Lakini hawakuwa wamejaliwa watoto, kwa vile Elizabeti alikuwa tasa, na wote wawili walikuwa wazee sana. Siku moja ilipokuwa zamu yake kutoa huduma ya ukuhani mbele ya Mungu, Zakaria alichaguliwa kwa kura, kama ilivyokuwa desturi kuingia hekaluni ili afukize ufalme. Watu umati mkubwa walikuwa wamekusanyika nje wanasali wakati huo wa kufukisa ufalme. Malaika wa Bwana akamtokea humo ndani, akasimama upande wa kulia wa madhabahu ya kufukisa ufalme. Zakaria alipoona alifadhaika, hofu ikamwingia. Lakini malaika akamwambia, Zakaria, usiogope, kwa maana sala yako imesikilizwa, na Elizabeti mkeo atakuzalia mtoto wa kiume. Underline hapo, usiogope Zakaria, kwa maana Mungu amesikia maombi yako. Mkeo Elizabeti atakuzalia mtoto wa kiume, nawe utampa jina Yohana. Luka moja, soma 18 verse 18. Zakaria akamwambia huyo malaika, akamuuliza, ni kitu gani kitakachonihakikishia jambo hilo? Mimi ni mzee, hali kadhalika na mke wangu. Malaika akamjibu, malaika akamjibu, mimi ni Gabrieli, nisimamaye mbele ya Mungu. Nimetumwa niseme nawe, nikuletee hizi habari njema. Sikiliza, utakuwa mbubu kwa sababu huyasadiki haya maneno. Haukuyaamini, umeichukulia kwa urahisi. Haya maneno yatakayotimia kwa wakati wake, hutaweza kusema mpaka hayo niliyokwambia yatakapotimia. Wakati huo wale watu walikuwa wanamgoja Zakaria huku wakishangaa juu ya kukawia kwake hekaluni. Alipotoka nje, hakuweza kusema nao. Ikawa dhahiri kwao kwamba alikuwa ameona maono hekaluni, lakini akawa anawapa ishara kwa mikono. Akabaki bubu. Hiyo ingine tutasoma baadaye. Hii tusome hapo 19 kwa version nyingine. Malaika akamjibu akamwambia, mimi ni Gabrieli, nisimamaye mbele za Mungu. Nami nimetumwa kwako nikuambie habari hizi njema. Basi sasa, kwa kuwa utaamini maneno yangu ambayo yatatimizwa kwa wakati wake, utakuwa bubu hadi siku ile mambo haya yatakapotukia. Hiyo ingine Mwanzo 15:1-7 tulisoma baadaye. Itakuwa ya kufunga. Tuone vile watu naye Abrahamu alivyochukulia mambo ya Mwenyezi Mungu bila utani. Bwana Yesu asifiwe. Maana mahali tumesoma, Bwana Yesu asifiwe, kuhusu Loti. Bwana Yesu asifiwe. Tumesikia wakati Mungu alipotumana mahali pale Gomora na Sodoma na Gomora. Bwana Yesu asifiwe. Ili akaweze kuangamiza ule mji. Bwana Yesu asifiwe. Wale malaika walipofika kwa Lutu. Bwana Yesu asifiwe. Tunajua hiyo story yote vile kulikuwa. Bwana Yesu asifiwe. Maovu ambayo yalikuwa yametendeka mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo Mungu alikuwa ameshikwa na ghadhabu. Bwana Yesu asifiwe. Akakusudia ya kwamba atamaliza ama atauangamiza ule mji kwa ajili ya maovu yaliyokuwa yametendeka mahali pale. Hivyo akatuma malaika wake. Bwana Yesu asifiwe. Alipofika kwa Lutu akamwambia, maana Mungu anakuja kumaliza mji huu.
fanya haraka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Fanya upesi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio. Fanya hima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waweze kuondoka katika mji huu. Ndio. Na wakampa nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kisoma huko nyuma utasikia vile Abrahamu alikuwa amewezesha ama Lotu aliweza kumbukwa kwa ajili ya Abrahamu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa unaona malaika wamefika kwa Lutu, wanamwambia enda ukaite wakwe zako. Bwana Yesu asifiwe. Enda ukawaeleze ya kwamba mji unakuja kuangamizwa. Bwana Yesu asifiwe. Akampa nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Hii yote anakulia kwa ajili ya Abrahamu. Bwana Yesu asifiwe. Naye ni baba yake mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo akaambiwa enenda ukawaambie watu wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba mji unakuja kuangamizwa. Bwana Yesu asifiwe. Kama uko na wakwe zako, enda ukawaambie kwamba mji unakuja kuangamizwa. Jipange kwa haraka ili wakaweze kuondoka katika mji huu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yeye akafanya hima, akimbia kwa vijana wawili ambao walikuwa wamemposa wamewaposa wake zake, binti zake. Bwana Yesu asifiwe. Awaambia jipangeni tukaondoke katika mji huu. Bwana Yesu asifiwe. Maana huu mji unakuja kuangamizwa. Bwana Yesu asifiwe. Ili wale vijana vile tumesoma waliokuwa wameposa walikuwa wanataka kuoa mabinti zake. Bwana Yesu asifiwe. Wakashindwa kaimudhee hapo ile. Bwana Yesu asifiwe. Kaimudhee areketie. Bwana Yesu asifiwe. Hata tunaenda kuhikia atumile aiwetu akere. Hata kama tunataka kuoa mabinti zake, kichwa yake kweli iko sawa, hapokosi tikako sawa. Bwana Yesu asifiwe. Wakaona huyu ameshikwa na kichaa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Walichukua lile jambo kwa urahisi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini huyu naye habari kama hizi waweza kuzitoa wapi? Lakini hawakutaka kujua kwa sababu gani amekuja kutuambia waweze kuondoka ya kwamba mji unakuja kuangamizwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nilitangulia na kukuambia ujumbe wako wa siku ya leo, usiwahi kudharau ama kuchukulia kwa utani ujumbe wowote ambao Mungu amepeana kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili yako wewe. Jalishi ametuma nani, jalishi ni nani amekuja, jalishi amepitia njia gani, jalishi ametumia pinu gani, ili wewe ukashike ujumbe. Bwana Yesu asifiwe. Vijana wakaona mzee, tunajua tumecheza na binti zake. Bwana Yesu asifiwe. Au kama hautako. Yesu asifiwe. Umetoa watu habari kama hizi, lakini hawakutaka kujua. Ili wakemuuliza kwa sababu gani tuambie tukaondoke katika mji huu. Hapa ndio tumezaliwa, hapa ndio tumelelewa, kisha tunataka kuoa mabinti zako. Bwana Yesu asifiwe. Chukua hatua nyingine, kapende kujua kwa sababu gani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakatania, wote walijibizana, kaanza kuulizana na huyu mzee, kama anaongea utani huu, ukioa mabinti zake itakuwa namna gani? Lakini hawakujua ujumbe aliyouleta Rutu kuwa ni ujumbe malaika wa Jehova ambao walikuwa wametumwa ili wakaweze kuangamiza mji ule. Bwana Yesu asifiwe. Hawakujua ya kwamba walikuwa wametumana kawape nafasi waweze kuokolewa neema ya Loti. Yesu asifiwe. Wakiangamizwa katika mji ule, maana walikuwa wamepewa nafasi, lakini wakatania, wakachukua kwa utani ule ujumbe, ile neema walikuwa wamepewa. Bwana Yesu asifiwe. Maana wao hawajatoka kwa upande wa Loti. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu amewapatia tu nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Akampa nafasi Rutu aokoe watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wao wakachukulia kwa utani, wakachukulia kwa utani. Rutu akawaacha. Alijua kwamba ujumbe Jehova ambao ameleta kupitia kwa malaika wake hachezi. Akisema amesema. Kwa lingine aligundua kuwaongeaji sana. Bwana Yesu asifiwe. Katika hii siku ya leo kuwaongeaji sana.
Yesu asifiwe. Unaweza tamka neno moja, hivyo ni hatua yako wewe. Uchunguze ni kwa nini Mungu amesema hivyo. Usichungulie tu utani, tarajie mengine, tarajie maneno mengine. Yesu asifiwe. Ndemwe wakati wa election, Yesu asifiwe. Kuna mtu nilisikiza akipeana vile yule atakayekuwa rais. Yesu asifiwe. Alikuwa anataka kuelezea mwenye atakuwa rais wakati ule. Yesu asifiwe. Lakini ile njia anatumia, ukiangalia unaona anatumia njia ya political analyst. Yesu asifiwe. Mungu haongeaji sana. Nafurahishwa na bishop wetu wakati alikuja hapa, alisema yeye anaweza kosa kutabiri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini neno moja. Bwana Yesu asifiwe. Endeni mpokee uongozi. Anaweka tu kidogo tu, anawaguza. Kuna kuwaangusha. Pokea uongozi. Endeni na mshindane. Anafanya hivi. Pokeeni uongozi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio nimekuambia. Sauti ya Mungu hainaga elaboration. Bwana Yesu asifiwe. Anaachilia neno moja. Bwana Yesu asifiwe. Anaachilia neno moja. Maana ndiye mwenye nguvu zote, ndiye mwenye uwezo wote. Anapoachilia neno moja, anajua yeye hatanii. Anapoachilia neno moja, anajua kile anakusudia kufanya. Anapoachilia neno moja, ametuambia na kwamba neno lolote litokalo kwenye kinywa chake linaweza kufanya makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Wale vijana wakatania kitarajia mzee amekijaa, ameshikwa na kijaa, mwambia tuondoke katika mji huu. Kwani ni kitu gani kimepeleka ile kwenda na huko mzee? Yesu asifiwe. Ni uzee unakusumbua. Kama tunataka kuoa binti zako, oka mno. Yesu asifiwe. Hata hivyo bibi alibaki wakisema kila hawakujua ya kwamba Jehova alikuwa ametumana ya kwamba anakuja kuangamiza mji ule. Walikuwa wamepewa nafasi wakaweza kuokolewa, wakaweza kuokolewa pamoja na familia ya Loti. Na Yesu asifiwe. Wakaweza kuwaoa binti yake katika jina la Yesu. Na wewe siku ya leo kama kuna neno Mungu aliachilia juu ya maisha yako, kuna jambo ulikanywa, kuna bado jambo ulinenewa. Na Yesu asifiwe. Lakini ulitarajia kufikia mambo mengi, ukachukulia utani, ukachukulia kwa urahisi. Bwana Yesu asifiwe. You despise, you repudiate. Bwana Yesu asifiwe. Ukajiuliza hii ni njia gani Mungu amepitia? Hii ni njia gani Mungu amepitia? Naamani Bwana Yesu asifiwe. Alitarajia kuwa mtume Dameski kwenye mito mikubwa kulingana na cheo chake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu alikuwa ametumia mjakazi msichana akamuelezea Elisha. Bwana Yesu asifiwe. Pale yako na Mungu akinena neno moja utapona. Ilipofika pale ndio kiburi ilikuwa inamshika. Bwana Yesu asifiwe. Alienda kwa mfalme, mfalme akakasirika. Bwana Yesu asifiwe. Akamuuliza mimi ni nani? Unaniambia wewe ni mgonjwa? Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa amedharau ile sauti iliyomwambia aende kwa nabii wa Mungu akapona mahali pale. Alipoambiwa enenda Yordani ogelea mara 7. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Anza kudespise, anza kuchukulia kwa urahisi. Lakini watenda kazi wenzake wakamwambia ukiambiwa jambo kubwa si ungefanya. Akaamua sasa atanichukulie hili jambo ambalo limeambiwa na huyo mtu wa Mungu. Kutoka hapo alipotii ile sauti awacha kuichukulia kwa urahisi. Alienda akajitupukiza ndani mara 7.
Mungu ilichukulia namna gani na jambo lilikuwa pia ilichukulia namna gani unapokanywa jambo, unapoahidiwa, unaponenewa, ulitarajia makubwa, ulitarajia mtu amevaa makofia makubwa, ulitarajia mtu aliye na kitabi kakunenee, ulitarajia kuona mambo makubwa, ulitarajia kupata madhabahu makubwa. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Sauti kadharau neno kadharau jambo kadharau sauti kadharau nabii kosa ukutetewa kama majamaa asifiwe. Hao vijana walitarajia Mungu awanenee wao, hiyo wakujua walikuwa wamepewa nafasi waokolewe. Wakati mji unakuja kuangamizwa, huenda na wewe siku yako hapo ulitarajia, na wakati Mungu aliponena ukashindwa ni njia gani ambayo ameitumia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kachukulia kwa urahisi, kachukulia kwa utani sauti ya Jehova, ukachukulia kwa urahisi sauti ya Mungu iponena na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Siku hiyo ndio uliopoteanwa na Mungu Baba yako. Siku hiyo ndio ile siku ulikosana na baraka zako. Bwana Yesu makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Kudharau. Bwana Yesu asifiwe. Kukosa kutii. Bwana Yesu asifiwe. Kukosa kuona Mungu katika sauti ambayo umealatia. Kukosa kuona ukuu wa Mungu wakati umenenewa ukatarajia. Bwana Yesu asifiwe. Mzee Baka akatuambia kuna watu baada ya kuhudumia wanaekaka pale nje wanamwambia hiyo huduma inarekia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hao vijana walisema huyu ubarati ratibu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo. Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa tunatarajia makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sauti ya Mungu inaposhuka inashuka na nguvu zake, inashuka na uwezo wote. Inaponena juu ya maisha yako, inaposema utahubiri, hastashiko, inaponena utainuliwa, inaponena utarejeshewa maisha, inanena kwa nguvu zote. Maana Mungu mwenyewe ya mwenye nguvu zote hastahili kushinda akieleponena, hastahili kushinda akielezea. Maana kile amenena yeye anajua, yeye atatimiza. Anajua vile atatimiza, anajua kile amenena. Kuchukua kwa utani kuja kucheza alimaanisha chochote alinena juu ya maisha yako. Chukulia kuanzia leo, chukulia kwa uzito, chukulia kwa imani. Alinena tena usikiaki tena hata mnenaji hata anayehubiri hata aliyekunenea wewe usidharau. Wewe chukua hiyo neno kwa uzito unaofaa, mambo yako hakika yapatilia. Jina la Yesu. Bwana Yesu makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Kukosa kudharau. Bwana Yesu asifiwe. Kukoila kuhudhia. Bwana Yesu asifiwe. Sauti ya Jehova. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaponena, anapoachilia neno lake kwa sasa hivi, wewe uliye hapo usichukulie kwa urahisi hili neno. Bwana anaachia maisha yako. Ulifanywa nini? Uliambiwa uache nini? Uliambiwa uachilie nini? Bwana Yesu asifiwe. Unapokanywa na Mungu, Bwana Yesu asifiwe, unaendaka nyumbani unajiuliza, na huyu Mungu nataka niishi namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Toka hapo mambo yako inaharibika. Maana hukufuatilia, hukutaka kujua iko sababu gani Mungu umemikanya kwenda na hiyo njia. Kwa nini Jehova inenea kupitia
mtu. Kwa nini Jehova umezungumza na njia kama hiyo? Bwana Yesu asifiwe. Ulipochukulia kwa urahisi kama hao waliokuwa wamewapoza waliokuwa wametaleta wao wasichana wa Mungu, chukulia habari hii kama mzaha. Huyu ni mtu wa kawaida, huyo tokitana nake. Bwana Yesu asifiwe. Tokiendiana wote atokale yanera oyo alutako. Bwana Yesu asifiwe. Pamuona Yesu alimudharau. Huyo si yule mtoto, huyo seremala, ndugu zake si tunawajua. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo nakuja kuambia kwamba usidharau pia Mungu, pia Jehova, pia njia ile yoyote atakayotumia. Shika kwa amani, shika kwa imani na ukaweze kutii. Bwana Yesu asifiwe. Hakika utabarikiwa, hakika utabarikiwa. Aliulizana, huyu ni mtoto wa seremala, hata tuko nao huko piki na Rebeka, hawakujua alikuwa mwana wa Mungu. Alikuwa anasema hicho kilikuwa kitendeke, alikuwa hakika wataona mambo makubwa, ishara kubwa itashuka nazo Yesu wakati ule, katika jina la Yesu. Nakwambia leo kuna neno endewa na neno liachiliwa maisha yako, ujumbe ulipewa. Bwana Yesu asifiwe. Kaudharau kama hali kama pia mapo ilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Ukadharau ile sauti. Lakini siku ya leo nakuja nikuambia kwamba ulipodharau Bwana Yesu asifiwe. Ulipodharau hiyo sauti, Bwana Yesu asifiwe, huo unabii, Bwana Yesu asifiwe, hapo ndipo ulipoteana na Mungu. Hapo ndipo mambo yako iliharibika. Hapo ndipo ulifukia malaika kukusudia kukuinua, waliokusudia kukubariki, waliokusudia kukukopoa, waliokusudia hata wewe ubarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wale vijana walipoidharau ile sauti, malaika alikuwa amekusudia hata na wao wakaokolewa, lakini wao wakadharau, hapa mkwe wao. Bwana Yesu asifiwe. Nakosa kuona Mungu katika jina la Yesu. Bwana Yesu, makofi. Bwana Yesu asifiwe. Mke wake naye Lutu, mahali hapo tumemalizia katika hiyo chapter. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anatembea akiwa nyuma ya Loti. Bwana Yesu asifiwe. Lakini akajiuliza, kwa nini huyo malaika amesema tusiangalie nyuma? Bwana Yesu asifiwe. Akadharau. Bwana Yesu asifiwe. Akachukulia rahisi ile sauti ya malaika aliyesema, unapoondoka sitazame nyuma, angalieni mbele. Hata mchungaji alipokuwa naomba nilisikia amepata hayo maneno, akasema usiangalie nyuma. Yesu asifiwe. Uangalie nyuma unasababishwa na kudharau. Chukulia upande, chukulia kwa urahisi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo kuna kufanya uangalie nyuma. Bwana Yesu asifiwe. But when you focus on Jesus, Bwana Yesu asifiwe, mawazo yako yote unachukulia wokovu, unachukulia imani yako kwa uzito. Bwana Yesu asifiwe. Wewe peki. Bwana Yesu asifiwe. Roho na ulito sauti ya gai. Bwana Yesu asifiwe. Kwa uzito. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi tikisika, hauwezi angalia nyuma, hauwezi angalia nyuma. Mke wa Lutu akatazama, akajiuliza, ni kitu gani kimesababisha tuambie tusiangalie nyuma? Nataka kujua Mungu alikuambia achana na hiyo mipango yako, achana na hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe ukachukulia upande, ukachukulia mzaha,
kuangalia nyuma. Ile mambo anakutendea. Ile mambo anakufanyia. Bwana Yesu asifiwe. Kaona huyu mchungaji. Kaona huyu mchungaji. Hiyo anatoniambia. Ni yake. Ni yake siwezi achilia. Yesu asifiwe. Kwa Rutu. Watu anamfuata. Lakini anajiuliza. Ni kitu gani hiki? Unaambiwa kusiangalia. Yesu asifiwe. Kwani kuna nini? Kuna nini Gomora? Kuna nini Sodoma? Bwana Yesu asifiwe. Lazima nipate kujua. Ni kitu gani kitatendeka? Lazima nipate kujua. Ni mambo gani yanaendelea? Na wewe ulipoambiwa wachana na hii njia, wachana na hiyo njia, fuata njia za Mungu. Ulidharau ni haki. Yesu asifiwe. Makosa chukulia na uzito. Sauti iliyokunenea. Bwana Yesu asifiwe. Anza kuangalia ile mambo unaambiwa uache. Bwana Yesu asifiwe. Waimagine daimajini kulia ndo haraka. Bwana Yesu asifiwe. Daimajini ule aratuelewe. Gayo yate. Gayo sio waikia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Raisikia. Bwana Yesu asifiwe. Na terere yone kutwaro mariti. Na terere yone kutwaro biani. Bwana Yesu asifiwe. Na mtumia wa Job. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Niliambiwa nitapelekwa diani. Bwana Yesu asifiwe. Nikaogelee kwa maji ya chumvi. Bwana Yesu asifiwe. Alafu naambiwa niache. Niachane na yeye. Mungu atanipatia doa nyingine. Kiko kila wiki. Bwana Yesu asifiwe. Na maisha noma ya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukachukulia kwa urahisi. Ukasema maisha ni haya tu. Ndiyo basi mfuata hiyo sauti. Hiyo mchungaji. Ni akome. Diarekia. Bwana Yesu asifiwe. Ni aroteriki. Bwana Yesu asifiwe. Ni asoka hali haoeri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo laini. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alikusudia kukuokoa. Wakati unarudi huko. Ukitoka hapo. Bwana Yesu asifiwe. Mnaenda ulikuwa umeambiwa utapelekwa diani. Unapelekwa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unafikishwa huko. Bwana Yesu asifiwe. Anakuambia pepo. Kaa hapa kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Niende haja. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo sikukuu alikuwa ashachukua. Bwana Yesu asifiwe. Anakuacha pale. Bwana Yesu asifiwe. Unakosa unashindwa. Ikayago ile kioo. Bwana Yesu asifiwe. Ikayago ile kioo. Asodo wako wale. Bodo wako kimoyo wale. Ukayambia ko. Bwana Yesu asifiwe. Anza kujiuliza maswali. Unaamua kujipeleka. Mahali alienda kwa haja. Unauliza, unaona hapa choo imefunguliwa. Najua hakuna mtu hapa kwa choo. Bwana Yesu asifiwe. Unaenda kwa reception. Na mtu amekuja hapa. Bwana Yesu asifiwe. Unaambiwa unaamua kwenda kwa parking kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda kuangalia hata gari haiko. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuingie. Unarudi kwa reception. Na mtu amekuja hapa. Amefanya nini? Ameclear pia. Bwana Yesu asifiwe. Wanakuambia mzee mwenye amekuja hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amelipa tu. Amesema atarudi. Bwana Yesu asifiwe. Ameshachukua funguo. Bwana Yesu asifiwe. Na ametoka. Bwana Yesu asifiwe. Baki mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Unaenda hapo. Sasa itakuwa namna gani? Sasa bili ndio hii. Bili yako. Bwana Yesu asifiwe. Yeye hakuagiza. Bwana Yesu asifiwe. Alituagizia yako peke yako. Bwana Yesu asifiwe. Akakwambia yeye ameshiba. Bwana Yesu asifiwe. Akakupatia akakwambia uagize. Bwana Yesu asifiwe. Na usiogope. Hapo yupo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa akaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Maana anajua pili yenye iko haitamzuia yeye kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Anajua pili utaletewa. Bwana Yesu asifiwe. Anaenda pale anasema, unaona huyo mwanadada uliyeingia na yeye, mpelekee hiyo pili. Ndiye atakayelipa. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Baraka za kujitafutia, baraka za kujisukumia. Bwana Yesu asifiwe. Zinakufanya ukose kuona Mungu, zinakufanya ukudharau sauti ya Mungu. Katika jina la Yesu. Bwana Yesu makofi. Unaanza kutazama nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Unaona hakuna kitu niliambiwa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi siwezi kuachilia. Bwana Yesu asifiwe. Marafiki zangu hao hata wanalika. Bwana Yesu asifiwe. Unapoambiwa wachana na marafiki hao. Bwana Yesu asifiwe. Wachana na hiyo njia. Bwana Yesu asifiwe. Hao malaika hao marafiki watakupotosha. Bwana Yesu asifiwe. Asionane kwa sababu yako kenana. Tunaraka tukidansi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasemaje? Ati niachilie. Ni rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Ni haiwezekani. Mimi narudi huko. Unaporudi mahali pale, unaletea wazazi kilio. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaleta hasara kwa wazazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini nakwambia, unaposikia sauti Baba ikikunenea, unaposikia sauti Mungu ikinena na wewe, njia yoyote ile utakayotumia, haijalishi unemaji, haijalishi aliyetumiwa. Bwana Yesu asifiwe. Siku ingine tukaambiwa hapa, wewe ndiye Mungu amechagua ukawa mkombozi wa nyumba yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ulichukulia kwa utani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana ulipohudumiwa, Bwana Yesu asifiwe, ulijiangalia, ukaangalia kwenu, ukauliza Mungu atakujiaje kwangu? Na taangalia kule ya mama. Bwana Yesu asifiwe. Atwalia mena gari nene dugu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu alisema wewe utakayekuwa mkombozi wa familia yetu. Bwana Yesu asifiwe. Waliochukulia ujumbe wa Jehova, huduma waliopewa kwa uzito unaofaa, wapigie Bwana Yesu. Wapigie Bwana Yesu makofi mazuri. Hao hawakudharau kama mke wa Ruthu alipotazama nyuma, alipoangalia nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Na akawa nguzo la chumvi. Bwana Yesu asifiwe. Sipike maroko fio. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ajili ya kutania. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe wa Mungu uliopeanwa na malaika, uliopeanwa. Bwana Yesu asifiwe. Nabiwa siangalie nyuma, kaza angalieni mbele. Mahali mmesema nataka kwenda ili mji ukaangamizwe, mmepewa nafasi ukaokoka. Walidhania kwa maana wameshahama kwa yule mji. Bwana Yesu asifiwe. Huenda alidhania washatoka na malaika amewahakikishia mpaka watakapofika ule mji ambao Loti aliwaomba akipilie. Bwana Yesu asifiwe. Akadhania hapo inaisha. Bwana Yesu asifiwe. Akaona sasa tushatoboka hapo, na moto imesemekana unashuka Gomora. Bwana Yesu asifiwe. Moto imesemekana unashuka Sodoma. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu kitatendeka. Akachukulia utani, akachukulia kwa utani, akachukulia kwa urahisi ule ujumbe, akatazama nyuma. Apia mwenzako atatazama nyuma, akatazama nyuma, akatazama nyuma. Hapo akageuka kuwa nguzo ya chumvi, agetoka ile ya chumvi. Bwana Yesu asifiwe. Hakudharau, kutimiza ni kwa sababu gani? Tuliambiwa tusiangalie nyuma. Ekendore ego die ekendore kile ngeko ina kine ekendore kile ngeko siaone kuongibia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akadharau. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kile kilizaliwa hakuweza kunyanyesha, maana kutoka siku hiyo Bwana Yesu asifiwe. Raba yangu hapo yake iliishia hapo. Hapo yake iliishia hapo. Hakusikika tena sababu ya kudharau. Bwana Yesu asifiwe. Wewe uliye mahali hapa, lazima ndio sauti ya Jehova imekuwa ikikunenea. Kuna mambo umekuwa ukikanya, hapo umekuwa ukiahidiwa, ili unachungulia kwa urahisi. Unapoangalia mambo
sababu ya kudharau na kudhihaki, kuchukulia utani sauti hiyo kunenea. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe unaishi na shida, unaishi kuopewa. Bwana Yesu asifiwe. Unaishi kuhangaika kila siku. Pasta niombee. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe Bwana Yesu asifiwe. Wewe umejifungia, wewe umejifungia, hautaki kupelekana na Mungu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo, kutoka leo, Bwana Yesu asifiwe, kuanzia siku ya leo, Bwana Yesu asifiwe, kutoka siku ya leo, usiwahi kudharau, usiwahi kuchukulia utani, usiwahi Mungu kunena na wewe, kama ni kwa huduma, kama ni kwa neno, chukua kwa uzito. Bwana Yesu asifiwe. Take it serious. Take it serious. Practice. Jiulize ni kwa nini Mungu amenikanya jambo hili. Jiulize ni kwa nini Mungu ameniapia nibadilishe njia, nipitie njia hii. Jiulize ni kwa nini. Nikae kama wale vijana wangejiuliza ni kwa nini leo mzae badilisha ujumbe. Anajua tunaoa wasichana wake. Kwa nini siku ya leo kuja na mambo ingine? Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu Mungu amekukanya kupitia hiyo njia. Ni kwa sababu gani? Mungu amekunenea jinsi kama hiyo. Kuanzia siku ya leo kwa kunenea kupitia Mungu anapokukanya, kuahidi, kufundisha. Yesu asifiwe. Kwa uzito seriously, humility. Yesu asifiwe. You will go far. Utaenda mbali na Mungu. Kuidharau ya malaika, tembea na wake zake na binti zake. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye ule mji ambao waliopa akakibiri. Bwana Yesu asifiwe. Hapo akaokolewa. Siku ya leo amekusudia kwa maisha yako. Mungu amekusudia ukomboe nyumba yenu. Mungu amekusudia pelekane na wewe, kuinue to the next level. Receive now the grace. Kuchukulia kwa uzito neno la Jehova, kuchukulia kwa uzito ambao unafaa. Sauti ya Mungu na utainuliwa katika jina la Yesu. Japo Mungu alikuwa hivi na mambo Mungu alinena juu ya maisha yako siku ya leo, na uzito na mbinu kufuatilia hiyo sauti kama Loti alivyotafuta mbinu kukimbilia kwenye mji. Yesu asifiwe. Akaokoe maisha yake. Siku ya leo mbinu, tafuta njia vile utakavyookoa maisha yako na moyo wako, familia yako. Tafuta njia raba yandu ayopikia ahadi za Jehova katika maisha yako. Bwana Yesu, makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Kama hajachukulia kwa uzito, hajafuatilia ama hajaopa akimbilie kwenye huo mji. Bwana Yesu asifiwe. Akiangamizwa pamoja na mabinti zake. Unajua kuchukulia kwa utani kuna zaada mambo mengi. Bwana Yesu asifiwe. Vile hao vijana walichukulia utani sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ilipowanenea kupitia kwa Loti. Bwana Yesu asifiwe. Wake hao mabinti walienda wakakosa hata mtu wa kuoa. Bwana Yesu asifiwe. Wakalala na baba yao. Bwana Yesu asifiwe. Ilizaa mambo mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Waamoni wakazaliwa, Wamoabi wakazaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani?
ya kudharau. Kama wale vijana wakechukulia ile sauti kwa uzito, wakewaoa mabinti wa Loti, Bwana Yesu asifiwe, na wakezaliwa watu wa baraka. Maana Mungu alikuwa amekusudia kuokoa nyumba ya Loti kwa ajili ya Abrahamu. Pigia Mungu makofi. Pigia Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mwingine tuliyesoma kuhusu mambo yake, Bwana Yesu asifiwe, ni mtu anaitwa Zakaria. Bwana Yesu asifiwe, na mkewe Elisabeti. Bwana Yesu asifiwe. Malaika wa Mungu alipomshukia mahali pale kwenye madhabahu, amekuwa akiomba. Bwana Yesu asifiwe. Akafika mahali sasa akachoka. Bwana Yesu asifiwe. Akaona Mungu hakuji. Na wakati Mungu amekuja, malaika amemwambia, Mungu amesikia maombi yako. Bwana Yesu asifiwe. Akashindwa miaka yote hoe tele. Na isimuka yuko mawe yako. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo miaka yote nimekuwa nikiomba mpaka tumezeeka. Hiyo Mungu amesikia maombi yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kuingia yake. Alikuwa wapi hiyo miaka yote tukiomba? Bwana Yesu asifiwe. Anangojea tukue wazee. Wakati hatuwezi kufanya sisemi. Bwana Yesu asifiwe. Ili tukaweze kupata watoto. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tumezeeka, ndio Mungu anatumana. Bwana Yesu asifiwe. Itawezekanaje? Malaika akamwambia, Mungu amesikia maombi yako. Bwana Yesu asifiwe. Na mkeo Elisabeti, Bwana Yesu asifiwe, akapata mtoto, akapata mimba. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yeye anajiuliza, mtu mzee itawezekanaje? Mimi nimezeeka, itawezekanaje? Akamuuliza malaika, na jambo hilo litawezekana namna gani? Ni kipi kitakachokuwa ishara? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akachukulia kwa urahisi, akachukulia kwa urahisi, hakuchukua sauti ya malaika. Bwana Yesu asifiwe. Hakuchukulia ule ujumbe kwa uzito unaofaa. Bwana Yesu asifiwe. Malaika akamwambia, mkeo Elisabeti atapata mimba, atakuzalia kijana, na imeelezewa huyo kijana atakuwa amerudi duniani kama Elijah. Bwana Yesu asifiwe. Atatayarisha. Bwana Yesu asifiwe. Njia ya kuja kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Yeye akatania, akachukulia kwa urahisi kwa yale, akaichukulia kwa utani. Akajiuliza, mimi na Elisabeti mke wangu tulishazeeka, Mungu anakuja namna gani? Wakati kuko jioni, kayaoka apia ili amutukie, kayaoka apia ekera na kutindire mune. Bwana Yesu asifiwe. Ekera na kutindire. Bwana Yesu asifiwe. Akiokea naye mwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaanza kudharau, unaanza kuchukulia sauti ya Jehova. Aimako kayo imako mune inamujima siana siyakuwa siyatinde atiaroka aroka anaigatu. Bwana Yesu asifiwe. Akajiuliza, miaka imesonga na Mungu hajawahi kuja. Naishi kulilia Mungu kwenye madhabahu, imekuwaje? Dakika ya mwisho ndio Mungu anakuja. Wakati ni jioni, sisi tumezeeka. Mungu anaahidi mtoto, akasihika, akamwambia kwa sababu hujayasadiki, hujayachukulia ujumbe kwa uzito, maana utaamini uzito, umeudharau ujumbe. Kuanzia siku ya leo kuwa bubu. Yesu asifiwe. Kuanzia siku ya leo kuwa bubu, hautaongea tena. Pia hayo mambo yatakapotimizwa, huyo mtoto atakapozaliwa, hadi huyo kijana atakapokuja duniani, hiyo siku ndio atakayeongea wewe. Na wewe siku ya leo anakuambia, usipoamini, usipochukulia na uzima sauti yake, usiposikiliza ile unakanywa na kukua kwa uzima, Bwana sema achilia juu yako. Ni siku ya leo kuja nikuambie, badilike, chukulie sauti ya Mungu kwa uzito, ujumbe wa Jehova kwa uzito. Ukikanywa jambo, wewe sikia
mapema. Sikia, ukiambiwa jifunze kuvuta. Sikia, ukiambiwa wachana na pombe. Sikia, ukiambiwa Yesu asifiwe. Ikapo gani umekanywa. Bwana Yesu asifiwe. Tulipo hudumia hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Omoka. Sana na asifiwe. Ndio wewe. Ukabisa. Unarudi tena. Kile unapiga. Bwana Yesu asifiwe. Usidale tena ile huduma. Bwana Yesu asifiwe. No wakawea kwa wewe. Lakini naambiwa vile tu. Maana ulini haki. Ndipo wadharauliwa. Ukakataa kuacha. Kunyarara. Ukakataa kuachilia. Ukakataa kuachilia. Bwana Yesu asifiwe. Ukagaweha ndiye. Bwana Yesu asifiwe. Kusikia huduma nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ile sauti hiyo kunenea. Bwana Yesu asifiwe. Nikakwambia achilia hiki na hiki. Fanya hiki na hiki. Kama wewe ni mfanyikazi, usikose kanisa Sunday. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe ni mwimbaji, kuja mapema. Kama wewe ni mzee wa kanisa, usikose kwa kanisa. Kama wewe ni mzee, au umetiwa mafuta, fikiria kazi ya Mungu. Kuna nafasi umepewa kwa kanisa, kwa madhabahu. Ulichukulia hautani jambo kwa sababu maisha yako kwa kuigusia. Bwana Yesu asifiwe. Huduma tu usagia. Bwana Yesu asifiwe. Ujui ni kwa sababu gani? Nani nakuja nikwambie. Ulichukulia jambo hile hautani, ukauliza mtumishi wa Mungu, ndio uone hapo karo usini naibu esama niko ajalihore mwoko kana nenda ikominembo kamejaribu toni hedigeru Bwana Yesu asifiwe. Niko ajalemwe kono na nijota kwa hiko nyameli. Bwana Yesu asifiwe. Nina napoa wasamia ungediwera mwelera kwa wite na mlegati. Bwana Yesu asifiwe. Mwikiria. Bwana Yesu asifiwe. Naomba planketi. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni mahenya. Atoongi maji akamina. Mwana tosetana. Kile umuka. Ule uwe hiko lekinigo. Nina ikomine mwana daika ikani. Jere na magama matatu mako hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe hapo ulipojifunikia. Hapo ndipo ulipojifunika hivi. Bwana Yesu asifiwe. Malaika alipokuja kwa kiti chako alikukosa. Ile ni wapi? Ati anapodumwa ukaambiwa uvae vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Wakati malaika amekuja na baraka zake, wewe vile tijoki, wewe vile tijabi, torako leto kweli. Torako leto kwa hakari. Tumeletwa alikera nguo ndani. Bwana Yesu asifiwe. Tumeletwa yale hupe analeta nini? Bwana Yesu asifiwe. Tumeletwa yale mpaka pele kanisa. Wale ukanadali kwa. Baraka zako zipotea. Hivyo ulipoteana na Mungu. Hivyo oh my God. Saidie Baba. Saidie Jehova. Chukulia ujumbe wako na uzito. Usaidie baba yetu. Chukulia ujumbe wako kwa uzito unaofaa katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Piga Bwana Yesu makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Unaitaki hapa. Akishoka na ngapi kwa siku. Oleria leo. Tukakora karaja kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tukakora jambo zuri. Bwana Yesu asifiwe. Mwenyewe tukakakumuruma. Bwana Yesu asifiwe. Tukakakumukirira. Tukakakumutethia. Tukakakumunengemera. Bwana Yesu asifiwe. Chokyo ndio kitengera haya. Basta niombe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa yako haina amani. Alibali kutari. Hatari wenena. Hatari wenena. Hatari wenena. Mwenye hawana hatari wote lele. Hizi maneno kwa mahali.
ni mtumia kana nikioda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anajiuliza haya maswali yote. Kutoka hapo hadi inakuja. Hadi atope. Hadi atupe leo. Tunanaki leo. Atumia rai hiko. Bwana Yesu asifiwe. Angalia Bwana yako. Angalia Bwana yako. Ulivyo nenewa. Fuata. Ulipoambiwa acha mahasira kwa nyumba, ukachukulia ni utani. Ulipoambiwa acha hasira na watoto. Bwana Yesu asifiwe. Tena ikuwe naga. Bwana Yesu asifiwe. Ikaionja mamunyoka. Kama ndo azienye. Ndio kiko kwa sasa wewe. Aji ni atisema sio na mambo aoka. Iko wewe waimegene ndio wewe waimegene ndio. Yesu asifiwe. Tena nishakoe ile tu. Ukiletea ukani. Kama manegene. Matali na ati. Ukiletea ukani. Na uka mwali wa ile vitu. Na uka muturi. Wako iguaga. Na ulete mutumia wako. Ukanaje na ketani da. Kana lai moko mugeuka. Kana lai mwemoshie. Analela mutaona nale. Kana lai mwehokekete. Bwana Yesu asifiwe. Achukulia ule ujumbe kama ni unataniwa, kama ni ujumbe wa kuleta utani, ukachukulia kwa urahisi. Kutoka hapo ikilio kila siku, ikilio kila siku, kuanzia siku ya leo badilika, ile sauti iliyokunena ilikuwa ya Jehova. Katuma malaika wengi. Wale walituma wa mwanzo. Haukuwatii. Bwana Yesu asifiwe. Ile sauti aliyopeana siku ya kwanza ukaidharau. Bwana Yesu asifiwe. Unaishi kutarajia malaika ashuke na ujumbe wa baraka. Anaposhuka anakuambia tu wewe enda uponye ndoa yako, maana wewe ni shida. Mwanaume wewe shida. Ukiweka kwa ile vitu vyetu. Bwana Yesu asifiwe. Niko itiana hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kutoka hapo ndio shida ilitokea. Unajua marriage is a spirit. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mundu roi kana namba yake hapo. Namba. Na tatu na hapo usione hapo. Unajua marriage is a spirit. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona kwaje mahali. Kwaje mahali. Andwali makoragwo matari ya ikumi. Makao hana hatia. Ndio wanakamuni. Wale ambao hawajaoleka. Wale ambao hawakaati na ndoa. Si wale warembo. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao hawakaati na ndoa mara nyingi. Ni wale warembo. Ulikamoga. Ndio nomo huja geti. Atatu kuhole wote iko. Wewe uliambiwa usimame vizuri, lakini unatumia urembo wako kutangatanga. Kutoka hapo there is a spirit that is on you. Iwezi kukuruhusu ukakae katika ndoa. Kuna roho inashuka juu yako inakuambia wewe toka kwa huyu mzee. Wanakungojea kule nje, wako na pesa, wakikuona Mario mapige wekilia ukiota ukiraotie. Yesu asifiwe. Ulipoambiwa Yesu asifiwe usimame vizuri ukashindwa moyo wako. Yesu asifiwe. Na nyuma wangu kuna kama ni kuhogora ndio huyo yupo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakatupoliana na hawa gai likanada doyo mwanani oi mwekiko wasobawi maha oi ugesoki. Bwana Yesu asifiwe. Otakataka hili ugesoki ndio hili ukioragia gai ni hoya utikana na mthuri umwe yakihara. Bwana Yesu asifiwe. Yakihara ikuke tokana. Bwana Yesu asifiwe. Taka kile kulia tini ya hepele na hiyo huko hakunipatia urembo kule. Bwana Yesu asifiwe.
mimi naondoka. Niko baba na kusoka hapo. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe. Niko baba na kusoka hapo. Nijaga modo. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Lakini kuanzia leo kama unataka ndoa, unataka ndoa ya amani, acha hasira kwa nyumba. Uliambiwa uache hasira. Uliambiwa ukae na amani na watoto wako. Uliambiwa upende mkeo, wewe mzee. Uliambiwa upende mkeo, ukachukulia utani, ukajiuliza usiaketu ampedio nako. Kuanzia siku ya leo, siku ya leo ukilia kukanya, ukilia kuambia ukabadilike, uchukulie na uzito, na utaona mabadiliko kwa maisha yako katika jina la Yesu. Bwana Yesu makofi mazuri. Hatutasoma hiyo maandiko mengine, lakini ya ukuta ana Abrahamu aliponenewa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Aliponenewa na Mungu hakuwa amepata mtoto, miaka ilikuwa imeenda. Katika hiyo Mwanzo 15, Bwana Yesu asifiwe, mstari wa kwanza, Mungu akamwambia wewe Abrahamu utabarikiwa. Akamwambia nenda ukahesabu nyota pigupi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Ashindwa. Hata wewe ukijiuliza, Mungu ananiambia ati uzao wangu utakuwa kama nyota za mbinguni, lakini hata sina watoto. Bwana Yesu asifiwe. Akamuuliza Mungu, wewe Mungu hujanipa mtoto. Eliezeri ambaye mfanyikazi wako atakaye rithi hii mali yote, atakaye nibariki naye. Mungu akamwambia hapana. Mungu hakuongea sana, alimwambia hapana. Akamwambia hapana, wewe toka, maana ukitazama juu utaweza kuhesabu hizo nyota za mbinguni, hivyo ndivyo uzao wako utakaokuwa. Atakaye leta haya na kusababisha haya yote ni mtoto wako mwenyewe ambaye nitakupa. Naye Mungu, naye Abrahamu akamwamini Mungu. Naye Abrahamu hakuuliza Mungu Yesu asifiwe, huyo mtoto atatoka wapi? Mungu akamhesabia haki. Kwa sababu gani? Alichukulia sauti ya Mungu kwa imani, alichukulia kwa utani, alichukua wewe ni Mungu wa majira yote. Wewe wapi ya ukekea wote kohe mwana, wewe wapi ya matore yako jiwote, wewe wapi ya maidore ukekea na kuonyonea mwana. Bwana Yesu asifiwe. Hapo akamwamini Mungu. Maandiko inasema na Mungu akamhesabia haki. Bwana Yesu makofi mazuri. Na wewe siku ya leo, Bwana Yesu asifiwe, utakapo chukulia na uzito ujumbe wa Mungu, utahesabiwa mwenye haki. Utahesabiwa mwenye haki. Utahesabiwa mwenye haki. Utahesabiwa mwenye haki. Umenishika siku ya leo, utakapoamini na kuchukulia na uzito ujumbe wa Mungu, utahesabiwa mwenye haki. Kile Mungu alinena atafuatilia na atimize kwa uaminifu wake. Yesu makofi mazuri. Imeenda tungeendelea, lakini tufikishe hapo, maana Mungu haki sana. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe wa Mungu ufatao utangu muno. Bwana Yesu asifiwe. Maana anaponena ameshikilia uwezo wote wa kufuatilia na kutimizia maisha yako kile ambacho amenena. Hata mimi Mungu hachukulie utani anapoatilia sauti yake. Ni faida. Usitarajie sauti nyingine. So kama kwa manoidi leo ni miaka daka nilio miaka pele miaka hiyo Hodia kumobole ramashaka Baba nimebadilika, nitakuwa nachukulia ujumbe wako kwa uzito unaofaa katika jina la Yesu. Simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako, mwambie Mungu siku ya leo ungependa akubadilisha mawazo uwe
unachukulia ujumbe wake kwa uzito unaofaa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu mwenye nguvu zote, Jehova, unaponena haustahili Baba, na huwa Jehova huachilie aboresho, maana neno lako ni final, na unapolitamka Baba, nimebeba uzito na nguvu zote. Wacha nikafanye maisha yetu Baba ibadilike, tunapoichukulia kwa uzito unaofaa. Ulitunenea Baba, tukachukulia utani, lakini kuanzia siku ya leo badilisha mioyo yetu, tukachukue kwa uzito unaofaa ujumbe wako Jehova, ili tukaweze kukutukuza, ukatutumizie Baba na kutuhesabu wenye haki, jinsi ulivyomchukulia Abrahamu alipokuamini hata bila kuona mtoto, katika jina la Yesu. Piga Bwana Yesu makofi mazuri, piga Bwana Yesu makofi mazuri, piga Bwana Yesu makofi mazuri. Tukiendelea kuoshi, kama uko hapo na ungependa kuokoka, tokea hapa mbele. Kama ungependa kuokoka, usichukulie ujumbe wa siku ya leo kwa utani. Ujumbe ni wako bado, shetani amekupangia kuokoka hapa, lakini kuanzia leo kama hujaokoka, utaangukia hapo. Ninaendelea hapa, usiokoke, uje ukiri kabisa, uje unakoane mbele za Bwana. Tokea hapa mbele kama uko hapo. Kunaye angependa kupeana maisha yake mbele za Bwana. Hujui ni kipi shetani amekupangia. Achana na hiyo mienendo, peana maisha yako kwa Bwana. Kama zote tumeokoka, pigia Bwana Yesu makofi mazuri tunapomkaribisha Mungu katika jina la Yesu. God bless you, God bless you. Pigia mchungaji makofi mazuri. Anatuhubiria neno nzuri, neno la baraka, very mature word, na neno la baraka. Amen. Amen. Na ni kweli hiyo neno limehubiriwa, ni la kweli kabisa. Amen. Amen. Watu wengi hapa tungekuwa tumebarikiwa, tungekuwa baadhi, lakini amen, hiyo ni sababu kutotii. Hata Petro siku moja Yesu alipowakuta kwa bahari, aliwaangalia kaona wameshida hapo, lakini wamechoka. Akawaambia Petro, rudisha nyavu zako kwenye ukingo wa bahari, mvue samaki. Alimwangalia akamwambia, Bwana, tumekaa hapo usiku kucha na hatujapata chochote, but because you have said it, kwa sababu umeongea, tutafanya kile umesema. Walipotii wakavua samaki. Neno usema mpaka wakasaidiwa. Amen. Salimia mwenzako, salimia watu wawili watatu, mwambie jifundishe kutii neno la Mungu. Jifundishe kutii neno la Mungu. Mwambie mchungaji hapo kushika hapo akikuambia kitu. Sasa nikae kwamba dakika 10 nikikurudia kitu. Hivyo neno limesema roho Mungu ushuka tu pa. Utakuja kufanywa hivi, pokea ende uombewe. Sasa ni kwako wewe uamini. Haleluya. Utii neno la Mungu. Kutii si rahisi. Na ndio pia neno linasema kutii ni bora kuliko kutoa dhabihu. Maana Mungu alijua mkinitii, hata Kumbukumbu la Torati 28 inasema hivyo, mkinitii utakula mema ya dunia. Uliza mwenzako, kwa nini ukula mema ya dunia?
kwa sababu hautii. Amen. Tukiwa watiifu, Mungu atapelekana na sisi. Haleluya. Inua mikono juu ya kichwa chako, pigia Bwana sadaka nzuri ya makofi. Shangilia jina la Bwana. Amen. Tuketi chini sasa. Mungu awabariki.